Na hii leo nataka nizungumze kuhusiana na wewe mtoto wa kike. Unainisikiliza lakini pia unainitizama. Mpaka umekubali kuolewa, ina maana ulikubaliana na chochote kile kitu kitakachokwenda kukipata na nacho. Sawa Umekubali kwenda kwa mume, sio kwa sababu unakwenda kula, sio kwa sababu unakwenda kufanya usafi, sio kwa sababu unakwenda kulala mahala pazuri. Hayo yote ulikuwa unayafanya ukiwa kwenu. Leo hii umekwenda kwa mume kwa sababu ya jambo moja tu, kuvumbulana. Tusidanganyane. Kuna ile faraja ambayo mzazi wako mwenyewe haezi kukupatia, ndugu yako haezi kukupatia. Hiyo faraja ndio ukaifuata kwa wapi? Kwa mume. Sasa leo hii umeolewa. Ndani ya miaka 5 shekhe, hujawahi kumwambia mume wako Nabu la niwasha nataka kukunwa. Hivi nani akidhi haja zako kama si huyo mume wako? Wanaume huku nje wanalalamika. Kwa nini wanawake mnawafanya waume zenu watumwa wa mapenzi? Yaani iwapo mume wako atatoka kazini, asipokuja kusema bwana baby show, yaani kama vipi, kama nakipa kipe, mimi nakuhitaji. Iwapo hiyo siku mume wako hatakuomba show, basi hakutokuwa na kuvumbulana. Ndani ya wiki hakuna kuvumbulana. Nani anayekukidhia haja zako? Manake unakula, unashiba, unabu linakuwasha. Hilo buu likikuwasha, utamwambia nani kama sio mume wako? Ni usungo mkubwa sana iwapo utakuwa kwenye ndoa ndani ya miaka 5 huwezi kumuomba mume wako tendo la ndoa. Nimetumwa na wanaume kwamba wamechoka. Kila siku mwanamume akisema hataomba tendo la ndoa, basi hiyo siku analazwa mzungu wa 4. Hakuna kuvumbulana kutamu kama mwanamke mwenyewe akuitishe mechi. Kwa sababu kitu kimoja lazima uelewe mwanamume. Mwanamke hachoki kwenye swala la kuvumbulana. Unayechoka ni wewe mwanamume. Lakini kama ni mwanamke hachoki. Basi alafu iwe yeye mwenyewe kajiandaa kisaikolojia, kimwili, kimazingira. Shekhe, hiyo siku utapiga show sana. Kwa sababu amejiandaa, kiangalia mazingira, ambience inaruhusu, yeye mwenyewe ananukia hatari. Mtoto wa kike amechuchumalia chetezo. Anajua wazi hapa mume wangu kweli kama vipi ataitafuna, kipochi manyoe kitatafunwa. Na ukiangalia kinavyonukia lazima tu kitafune. Sasa kwa nini mwanamke raha kama hiyo umkoseshe mume wako? Wewe umeletwa kwa huyo mume sio kwa sababu ulikuwa unakosa kula. Kwenu ulikuwa unakula, kwenu ulikuwa unalala kitanda mahala pazuri tu, kwenu ulikuwa unavaa, kwenu ulikuwa unafanya kila kitu isipokuwa kitu kimoja tu, kuvumbulana. Umekwenda alafu unakosa kumwambia haja zako. Hivi nani akukidhia? Sasa iko hivi mwanamume, ukiona mwanamke wako unamuitisha wewe tendo la ndoa, haujapata mke. Kwa sababu huyo mwanamke hajajua nafasi yake kama mke kwenye ndoa. Mke uitishwe tendo, usungo mkubwa sana huo. Yaani ikibidi aidha umregeshe kwao ama umkalishe chini umwambie bwana, kama hutojua nafasi yako na jukumu lako, basi nitamleta mtu ambaye anajua jukumu lake. Mimi chonde lawama si mzigo. Mume wako amekuacha wewe, amekuja kwangu, mimi najua nafasi yangu ni gani. Mimi singoji kuitwa naitika, sijapigiwa na cheza, je nikipigiwa? Kwa hivyo tafadhalini wanawake, usimfanye mumeo
mtumwa wa mapenzi, amechoka, hawezi tu kukwambia. Hiyo siku mwenyewe anataka apate ujumbe mfupi kutoka kwa mpenzi wake kwamba baby, fanya haraka urudi nyumbani, manake leo kichwa chako halali yangu. Yani hakuna kitu kitamu ambayo mwanamume huwa anaenjoy kama message kama hiyo kutoka kwa mpenzi wako. Alafu ukitaka kumnogesha huyo mwanamume wako, iwe yuko kazini, yani usimtumie ati wakati anataka kutoka kazini, either ni lunch, unajua kabisa sasa hivi amemaliza lunch, amerudi zake kazini, basi raha yake iwe yuko kwenye meeting. Nenda WhatsApp. Mimi nakupa strategy. Nenda WhatsApp, tuma voice note. Alafu ile voice note, unajua mwanamke akitaka lake atalifanya. Na mwanamke mashallah amejaliwa na zaidi ya sauti 40, na kila sauti ina sehemu yake pa kutumika. Sasa wewe chukua simu yako kwa WhatsApp, tuma voice note. Hakikisha unahema juu hatari. Unamuita majina mazuri mazuri, baby, nyonda mkaliaini, baba love, my honey. Yani unajilegeza, yani kama uko tiki yani fana alaik. Yani songelea ile speaker ya simu, alafu hema juu, pumzi yani kama zinakwenda kukata, hujiwezi. Mwambie chochote unachokitaka, kwamba basi ukipata nafasi rudi nyumbani, manake sijiwezi, sijifai na kusubiria wewe tu. Chini yake muandikie ujumbe, isikilize ukiwa peke yako. Shekhe umemuua. Hata kama yuko kwenye kikao, atatafuta tu sehemu aondoke pale, aende akasikilize, hivi mpenzi wangu amenitumia nini? Jamani, mwanamke kujiongeza, mwanamke utundu, mwanamke maarifa. Mwanamke chakari, mwanamke kujichakachua. Sio kwamba mnaishi kwa mazoea, kwamba basi tena ninaolewa na watoto ndio basi. Na hapana. Ndoa haitaki mazoea. Wewe hivi unajua kwa nini watu wengi waliopo kwenye ndoa wanasalitiana wakiwa bado wanapendana? Kwa sababu tu ya kukosa ubunifu. Basi hamna jingine. Umekosa ubunifu, na hili linakwenda kwa mwanamke na mwanamume. Yani mnaishi kwa mazoea sana, haipendezi. Kiasi cha kwamba mume ameshajua kwamba sasa hivi ni jukumu langu mimi kwenda kumwambia mke wangu nataka kumvumbula. Yani mumefanya kama ndio nomi hiyo. Of which si hivyo. Hakuna kuoneana haya mwanamke akitaka kuvumbulwa na mume wake. Ni mume wako, ni halali yako. Yani wewe hiyo kitu uitumie vile unavyotaka. Utaisimamia, utaichuchumalia, utaipigia magoti, yani yani huo ni udongo, ufinyange vile unavyotaka. Alafu uangalie hivyo vitu vyote unavyovifanya, huyo mumeo uliye naye atakwambia bwana, mambo gani haya? Mimi sitaki mambo haya. Na ukipata mwanamume kama huyo, mnafiki. Kwa sababu mwanamume kama huyo anakataa wewe umfanye mazingaombo, lakini anatumia sasampa kwa mwanamke mwingine kwenda kufanyia uombo waka. Kwa hivyo mwanamke mwenzangu unayenisikiliza, lakini pia unayenitazama, changamka mama. Sio vibaya kuwa malaya kwa mume wako. Sawa? Ni hayo tu kwa sasa.